Ndani ya dakika 10 leo nitakwenda kukufundisha namna ya kutumia ifs au if-else condition au function kama wengi wanavyoita. Tuna orodha kama ya wanafunzi 9 hapa, na kama unavyoona kuna condition mbalimbali ambazo tunataka endapo zikiwa achieved basi tunataka ionyeshe kitu tunachokihitaji. Kwa mfano kwa hapa inaonyesha kuna active, kuna mtoro, kuna no permission na absent. Sasa nataka kama mwanafunzi ni active inionyeshe nothing ambayo ni null, hii double quotes. Kama mwanafunzi ni mtoro nataka inionyeshe stubborn. Kama mwanafunzi ni no permission tunataka mzazi yaitwe. Na kama mwanafunzi ni absent basi tunataka ilete afuatiliwe. Na hivi vyote itakuja kuvileta mahali hapa kwenye orodha hii hapa. Na orodha ambayo tutakuwa tunaviweka vitu ni hii hapa. Kwa hiyo tuende moja kwa moja kwenye mfano wetu wa ifs, na hapa nitakuonyesha namna ya kutumia ifs na namna ya kutumia if, na tutamalizia na mfano huu huku wa namna ya kutafuta grade kwa kutumia ifs. Japo awali niwafundisha namna ya kutumia if peke yake, lakini utajua pia kwa kutumia ifs. Kwa hiyo tuanze na kipengele hiki hapa. Tutaanza na formula starter yetu equals to, then tutasema ifs kama kawaida. If this cell equals to active, ambayo ndo hiyo hapo, tunataka ilete nini? Tunataka ilete null, yani nothing. Kwa nini? Kwa sababu hatutaki ilete chochote, kwa sababu huyu mtu tayari yuko active. Lakini tunasema tena inatuambia tena tumeshaingiza logical test 1 na value yake kama ni true. Umeona? Tumeshaweka ambayo ndo hii hapa ya null function. Inatuambia tuingize tena logical test 2. Sasa logic test 2 tunaipata hapa hapa, tunasema if cell hii itakuwa ni sawasawa na neno mtoro. Kama ni mtoro tunasema koma. Inatuambia kama ni mtoro kwenye logical test 2 unataka value iwe nini? Value yake true ya pili ni ipi? Tunataka ilete stubborn. Naweka koma tena, hiyo inakuwa imeisha. Inasema weka logical test 3. Logical test 3 ni hapa hapa, hii value tutasema kama iko sawa sawa na no permission. Logical test 3 no permission. Kama ni sawa sawa na no permission, tunataka nini? Value if true tunataka nini? Tunataka ituletee mzazi aitwe F4. Sorry. Hapa. Bonyeza F4. Koma. Inasema logical test 4 ambayo ndio ya mwisho hiyo. Tunataka hii kama ni is equal to absent. Absent tunakumbuka uwe unaziloki hizi. Value if true tunataka ituletee afuatiliwe na F4. Then hii unabana mara moja tu. Unabana control enter. Mwone imeonyesha empty. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuna active. Ikiwa ni active basi tuletee empty. Kwa hiyo tuta drag mpaka huku chini tuone inaletaje. Umeona? Imetuletea sawa sawa kama ambavyo tumeicondition. Stubborn, mzazi aitwe, afuatiliwe kwa wale ambao ni absent. Endapo ukifuta, ukiacha empty inasema NA. Umeona? Ukifuta na hii inasema NA, inaleta NA error. Hii topic nitawafundisha kwa kipengele kitakachofuata namna ya kuondoa NA na if error functions. Utaziona hivi karibuni. Endelea kufuatilia channel yetu. Na tunaingia kwenye hii nyingine, unaweza kutumia ifs vile vile. If ya kawaida. If this cell is equal to active, comma, then value we need it to be empty. Value if false inatuambia value if true na value if false. If false tunataka iache tu empty. Hivi tuache tu hivi. If tena this cell is equal to mtoro F4
comma value if true, tunataka ilete stubborn. Okay, if tena this cell equals to this cell, comma value if true, nataka itulete hii hapa F4, comma nasahau if mabano this cell equals to absent F4, comma what do we want? We want afuatiliwe F4. Ngoja to check up kama tumeweka sawa. If yani kwa mara nyingi ukianza na function ya if ukamaliza na nani yake, unapoanza tena lazima tena uanze na if hivyo umalize. Ukiweka koma ukaweka value yake, unaanza tena na if. Ndio mlolongo wa hii if ambayo haina ifs. Kwa hiyo mabano tuliofungulia tumefungulia mabano 1 2 3 4. Kama tumefungulia mabano 4, basi tunafunga na mabano manne tena 1 2 3 4. Enter. Unaona? Nimeshakubali. Double click na yenyewe inaleta kama ambavyo tumeicondition. Kwa hiyo ifs na if, kiklik hapa kwenye formula bar unaona ya if hii hapa, na ukiklik pia hii hapa utaona kwenye formula bar unaona hii hapa. Tumalizie mfano wa mwisho ambaye ni mfano wa namna ya kutafuta grade kwa kutumia ifs. Moja kwa moja tunaorodha wanafunzi hapa na masomo yao au marks walizopata kwa kila somo. Kwa tutakachokifanya hapa, tutaanza na formula starter yetu equals to, tutasema ifs. Nabonyeza mara 2 ifs. Then click, itaanza kutuletea logical test 1. Logical test 1 tunaweka hii hapa. Tunasema kama hii hapa ni greater than hii hapa na ni value test yetu, logical test yetu hii hapa. Kama ni greater than hii hapa, kumbuka tuna zero hizo hapa zitembei F4, comma tunataka nini? Tuituletee value hii a. Alafu na yenyewe tunailock, comma then if tena hii hatuweki if, lakini tunasema logical test hiyo kama ni greater than 64 ambayo tumeiweka pale, tunataka nini? Comma tunataka ituletee b. Alafu tunailock na yenyewe, comma hii tena kama is greater than 44, lock, comma what do we want? C, lock, comma the same value is greater than 29, F4, and then we want what? Value if true, want to show it D, comma, and then if the same value is greater than 0, what do we want? We want it to show, uko naona formula ionekane, ngoja turudi hapa juu, comma, we want it to show F, we lock, then unaweka mabano mara moja tu. Unabana hapo afu na control enter. Kisimple kabisa inakuonyesha ni hii hapa ni A. Tukidragi kwa kwenda huku, then tuna drag kwa kwenda chini kwa kupata wanafunzi wengine. Wap, just in seconds unaona kabisa nasema A. Huyu hapa tukimwekea 29 lazima itatuambia ni F. Ni hapa ishatuambia ni F. Undo. Kama mlivyoona ni simple kabisa kutumia ifs katika kutafuta grades. Kwa hiyo kama umeona video hii imekusaidia, umetambua namna ya kutafuta kutafuta grades kwa kutumia ifs function, basi tunaomba endelee kufuatilia channel ya YouTube, channel ya TZ Excel, ili uweze kupata habari nyingine zaidi, uweze kupata taarifa nyingine zaidi. Tutaendelea na tutorials zinazofuatia, na tuna tutorials zinazokuja za masuala ya namna ya kuclean data kwa kutumia if NA pamoja na if error.
Asanteni sana kwa kuangalia. Kama video hii ni nzuri, basi share kwa rafiki yako, mpe jirani yako, mtumie link ili aweze naye kujifunza kama wewe ambavyo umejifunza. Asante sana kwa kuangalia. Tutaonana wakati mwingine.